Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha maisha ya watakatifu. Leo tarehe 8 mwezi Aprili tunasikiliza na kutafakari juu ya maisha ya Mtakatifu Walter Abate. Walter alizaliwa nchini Ufaransa mnamo karne ya 11. Alijaliwa na Mungu kipaji cha akili nyingi, akafaulu sana katika masomo yake ya falsafa. Kwa vile alipenda kupata maarifa zaidi, aliondoka nyumbani akaenda nchi za mbali ili akafundishwe na walimu mahiri zaidi. Alipata shahada ya uzamili na akaanza kufundisha sarufi, elimu ya usemaji na falsafa kwa usahihi na ufasaha wa hali ya juu. Watu wengi walikuja kujifunza kwake. Kwa kuwa alikuwa mnyenyekevu, alipoona amepata sifa kubwa kutoka kwa watu, aliogopa majivuno na kiburi visije vikampotosha. Akikumbuka mashauri ya Injili kuhusu kumfuasa Yesu aliyesulubiwa, akaamua kuachana na malimwengu, akaingia utawani apate utulivu na usalama wa maisha ya kitawa katika monasteri ya Wabenediktini. Mnamo mwaka 1069, Amori ndugu yake Walter alianzisha monasteri kwa ajili ya wamonaki wanaotaka kuishi maisha ya pekee zaidi, lakini hawakuwa na abate. Waliposikia habari za Walter jinsi alivyokuwa na vipaji vingi, wakamchagua kuwa abate wao. Nyakati hizo kulikuwa na desturi ya mfalme kumsimika mkuu mpya wa monasteri. Katika tukio la kumwapisha Walter kama abate wa monasteri, badala ya kuweka mikono yake chini, aliiweka juu ya mikono ya mfalme akisema, "Napokea wadhifa wa kulitawala kanisa hili, sio kutoka kwako mfalme mtukufu, lakini kutoka kwa Mungu." Alitamka maneno haya kwa ushupavu mkubwa, watu wakidhani kuwa mfalme atakasirika. Kinyume chake, mfalme akapokea kiapo chake. Abate Walter aliiongoza monasteri kwa hekima, akili na unyenyekevu mkubwa. Watu wote waliomfahamu walimpa heshima kubwa, hata ikamfanya aogope kuwa atajivuna. Mnamo mwaka 1072 aliondoka kwa siri na kukimbilia monasteri ya Cluny huko Ufaransa, monasteri ambayo ilikuwa maarufu sana nyakati hizo. Watawa wake walimtafuta kule na kumrudisha tena katika monasteri yao. Walter alizoea mara kwa mara kwenda kwenye pango lililokuwa katika uwanja wa monasteri na kukaa huko peke yake kwa muda akisali na kutafakari. Alipopata wageni walimfuata huko. Kwa kuwa alipenda upweke, alitoroka tena kwenye pango na kwenda kujificha katika kibanda kimoja kilichokuwa kimetelekezwa kwenye kisiwa ndani ya mto. Hata hivyo walimfuata pia huko, ikambidi arudi tena katika monasteri yake. Mnamo mwaka 1075 alisafiri kwenda Roma kutembelea makaburi ya mitume. Alipokuwa huko, alikwenda kumwona Papa na kumwomba amkubalie kujiuzuru uongozi wa monasteri yake. Baba Mtakatifu alimkatalia ombi lake. Akarudi kwenye monasteri yake na kuiongoza mpaka kufa kwake. Alifariki dunia mnamo tarehe 8 ya mwezi Aprili mwaka 1099. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Julia Biliarti anatupatia tafakari fupi juu ya maisha ya Mtakatifu Walter Abate. Tujinyenyekeshe kwa Mungu na kujiona si kitu mbele yake. Mungu anatuinua. Watakatifu wengine tarehe 8 mwezi wa 4. Mtakatifu Walter
Mtakatifu Edesius, mfiadini wa Misri, na pia watakatifu Januari, Maksima, Makaria, Konsensa, Timorius na Konexus, wafiadini wa Tunisia. Mtakatifu Walter Abate, utuombee.